الذي يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، محمد صلى الله عليه وسلم الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليعجل فإنه قد يمرض المريض وتذل الضالة وتعرض الحاجة. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumsalia kipenzi chake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maudhui iliyopendekezwa kuongelea ni kuhusiana na ibada ya haji. Na sasa hivi ndio wakati wake, na kuna baadhi ya Waislamu ambaye Mungu amewapa uwezo wa mali na afya na nguvu za mwili, wanajiandaa kuelekea kutekeleza ibada hii. Na hii ibada, ndugu zangu, imebeba mambo ndani yake. Jambo la kwanza tutakuja kuona hapa, nafasi ya Muislamu kuingia peponi katika ibada ya hija ni kubwa sana kuliko sehemu nyingine yote. Kwa mtu mwenye kufahamu na akaitekeleza ibada hii namna inavyotakana kutekelezwa, akatekeleza masharti yake na nguzo zake, na akaifanya inavyotakana kufanywa, basi nafasi ya kuingia peponi katika ibada hii ni kubwa sana kuliko sehemu nyingine yote. Na kuonesha uzito wa ibada hii, ndugu zangu Waislamu, ndani ya Qur'ani hakuna surati Salah, ndani ya Qur'ani hakuna surati Zaka, ndani ya Qur'ani hakuna surati Saum, ndani ya Qur'ani hakuna surati Jihad, ndani ya Qur'ani hakuna surati Shahada, lakini ndani ya Qur'ani kuna surati Al-Hajj. Kuonesha uzito wa ibada hii, Mungu ameipatia sura nzima inaitwa kwa jina ya ibada yenyewe. Na hii sura ambaye ina aya 78 imebeba mambo ndani yake ambaye inakuhusu wewe na mimi. Hii ndo sura ya pekee ndani ya Qur'ani iliyokuwa na sijda tilawa mara mbili. Hakuna sura ndani ya Qur'ani ambayo ina sijda ya kusujudu, sijda ya kusoma Qur'an, isipokuwa surati Al-Hajj. Na namna Mungu alivyoipanga hii sura katika Qur'ani, wanaelezea wanazuoni kama alivyosema Imamu Suyuti kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameipanga hii sura ndani ya Qur'ani kimiujiza. Maana yake, kabla ya surati Al-Hajj inakuja surati Al-Anbiya. Surati Al-Anbiya ambayo ina aya 112. Inayofuatia ni surati Al-Hajj ambayo ina aya 78. Baada ya surati Al-Hajj inakuja surati Al-Mu'minun ambayo ina aya 118. Baada ya surati Al-Mu'minun inakuja surati An-Nur ambayo ina aya 64. Kisha baada ya surati An-Nur inakuja surati Al-Furqan ambayo ina aya 77. Kisha inafuatilia surati Ash-Shu'ara na kuendelea juu. Surati Al-Anbiya, kisha inakuja surati Al-Hajj, alafu surati Al-Mu'minun, alafu surati An-Nur, alafu surati Al-Furqan. Maana yake, wanasema mufassirun, kana kwamba ile kazi walokuja kufanya manabii wa Mungu ni kuwahimiza Waislamu waende wakatekeleza ibada ya haji. Ndio maana baada ya surati Al-Anbiya imekuja surati Al-Hajj ili wawe waumini wa kweli. Maana baada ya kutekeleza ibada ya haji inakuja surati Al-Mu'minun. Maana yake hauwezi kuwa mu'min wa kweli mpaka uitekeleze ibada hii ya haji. Kisha baada ya
kuwa muumini wa kweli, ndio utaipata nuru ya Mwenyezi Mungu ambao utaishi naye katika dunia hii na kesho akhera. Alafu baada ya kuipata nuru ya Mungu, sasa utaipata upambanuzi ambaye ndio Al-Furqan. Utapata kuijua haki na batili, utapata kuijua usawa, na maisha yako itakwenda sambamba vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyoweza kukukadiria. Na hii sura, ndugu zangu, kila mmoja wetu atakapotoka hapa, ukifika nyumbani, nenda ukafungue tafsiri ya surati Al-Hajj. Hii sura imebeba mambo ambayo inamhusu binadamu toka mwanzo wa uhai wake mpaka mwisho wake, namna alivyoumbwa na mpaka ile vita ambayo Uislamu unapigwa na mwisho wake utakuwaje, na kiyama itakaposimama. Yote yanapatikana ndani ya surati Al-Hajj. Labda niwape ndondoo tu, yani faida ndogo katika sura hii, niwatajie baadhi ya aya tu. Mojawapo ni aya nambari 1 katika surati Al-Hajj. Aya nambari 1, Mwenyezi Mungu anasema hivi, A'udhu billahi minash shaitani rajim. Mwenyezi Mungu anasema, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Hii ni aya nambari 1 katika surati Al-Hajj. Mwenyezi Mungu anawaambia watu kwa ujumla, enyi watu nyie, muogopeni Mwenyezi Mungu, kwani vishindo ya siku ya kiyama ni siku kubwa sana. Siku ambayo utamuona mwanamke mwenye kunyonyesha atamtupa mtoto wake, na mwanamke mjamzito siku hiyo ataiporomosha mimba yake, maana yake atazaa, na utawaona watu ni walevi ilhali ya kuwa si walevi, bali ni adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio iumizayo. Hii ni aya nambari 1 tu, ndugu zangu. Labda tukienda katika aya nambari 5, Mwenyezi Mungu anasema, ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turab. Enyi watu nyie, ikiwa nyinyi mnashaka kwamba baada ya kufa kwenu hakuna kufufuliwa tena. Unajua kuna baadhi ya watu wanaamini mimi nikishakufa mambo yangu yamekuishia hapo, hakuna maswali kaburini, hakuna adhabu al-qabri, hakuna mawqif ya kiyama, hakuna hisab, hakuna pepo, hakuna moto. Sasa Mungu anatoa changamoto hapa, anatoa challenge. Manake ikiwa nyinyi mnashaka kwamba baada ya kufa kwenu hamtofufuliwa tena, basi pateni kujua kwamba tumewaombeni kutokana na mchanga. Hapa anaelezewa binadamu asili yake. Unajua leo tunaulizana swali hapa, ndugu zangu, Adam alayhi salam alipoumbwa ilitumika mchanga. Ile mchanga ikachanganywa na maji ikawa udongo, ikafinyangwa, ikatengezwa sehemu ya kichwa ya Adam, ikatiwa macho na pua na mdomo, ikawekwa mabega na mikono na kifua na mgongo na miguu na tumbo yake Adam. Imetumika udongo 100%. Lakini mimi na wewe, mchanga inatokea wapi yani? Wakati mama na baba walipoingia chumbani kufanya kitendo cha ndoa cha halali, ndo ikawa sababu ya wewe na mimi kupatikana hapa duniani. Walitumia mchanga pale. Unajua hii swali ukimuuliza kafiri yoyote hawezi kujibu. Adam ilitumika mchanga, lakini mimi na wewe Mwenyezi Mungu anasema tumewaombeni kutokana na mchanga. Hii mchanga inatokea wapi? Kuna mtu yote anaweza kujibu hapa jamani? Ainue mkono tu. Kuna mtu anaweza kujibu hili swali? Adam ilitumika mchanga kuumbiwa nacho yeye. Mungu anasema pateni kujua sisi tumewaombeni nyinyi kutokana na mchanga. Sisi sote tumetokana na mchanga. Hii mchanga inatokea wapi? Ndio wewe kukutana na mtu yote ambaye si Muislamu au baadhi ya Waislamu, hii swali hawezi kujibu ila wachache miongoni mwa watu. Naam. Naam Sheikh. Jazakallah khairan. Tumeumbwa si kutokana na mchanga, kwa sababu hizi vyakula ambao tunakula imepandwa kwenye ardhi.
tunakula njugu, tunakula korosho, unakula mboga ya mchicha, mboga ya mrenda, inakwenda inatengeza manii ndani ya mwili wako, unapata nguvu za mwili, unamuingia mke wako, inapatikana sababu ya kupatikana kiumbe. Kwa hivyo sisi sote hapa asili yetu ni mchanga. Hii yote utaipata katika surati al-Hajj. Ndio unaona ndugu zangu Waislamu, leo Waislamu wengi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa nafasi ya kwenda kufanya ibada ya haji, na wengi wa watu mpaka leo hawajaenda kufanya ibada hii. Na ndio Mtume kwa sallallahu alaihi wasallam kwa uzito wa ibada hii akawahimiza Waislamu waende wakatekeleze ibada hii, maadamu wana uwezo wa mali na afya ya mwili, kabla mambo matatu haijawafika. Mtume sallam anasema kwamba man arada alhajj falyuajjil, mtu yoyote ambaye ana uwezo na nguvu ya mwili, uwezo wa mali na nguvu ya mwili ya kwenda kufanya ibada ya haji, afanye haraka sana kabla mambo matatu haijamfika. Leo unamuuliza Muislamu, mbona hujakwenda kufanya ibada ya haji na wewe Mungu amekupa uwezo? Wengi wa Waislamu wanajibu, wanasema bwana, sijaitwa bado. Waislamu wanaamini kwamba uwezi kwenda kufanya ibada ya haji mpaka uitwe. Ndio maana wewe unapofika kule haji, unapopita miqat, unamwambia Mwenyezi Mungu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak, labbaik Allahumma labbaik. Mwenyezi Mungu, umeniita, nimekuitika, nimeshakuja, niko tayari sasa. Wewe huna mshirika. Kulingana na talbia hii ndio watu wanaamini kwamba huwezi kwenda mpaka uitwe. Sasa mtu Muislamu anajuaje kwamba ameitwa kwenda kufanya ibada ya haji? Kuna ndoto maalumu utaoteshwa ama utapata wahi? Wanazuoni wanakubaliana kuitwa kwa mtu kwenda kufanya ibada ya hija ni pindi anapopata uwezo. Uwezo wa mali uko naye na afya yako ni nzuri, funga safari uende ukahiji. Usingojee tena mpaka uoteshwe ndoto za ajabu ajabu, usijui upate uwepesi katika moyo wako ama uzito. Wewe funga safari uende ukafanye. Sasa Mtume anasema yeyote ambaye mwenye uwezo wa kwenda kufanya ibada ya hija afanye haraka kabla mambo matatu hayajamfika. Maana yake mambo matatu haya yakija kumfika yatamzuia asiende kufanya ibada ya haji. Jambo la kwanza Mtume anasema fa innahu qad yamradhu almarid, huenda mgonjwa akawa mgonjwa. Katika maneno mazito ambayo Mtume amewahi kutamka ni hii hadithi. Vipi mgonjwa anakuwa mgonjwa na yeye mwenyewe ni mgonjwa? Wanatafsiri wanazuoni hadithi hii, wanasema mgonjwa kuwa mgonjwa maana yake ni sisi sote hapa ni wagonjwa. Wewe unajiona una afya, unatembea, unakwenda, unarudi, unapanda, unashuka, unakula, unalala. Wewe unajiona uko na nguvu tu, uko na afya, lakini kinachoendelea humu ndani ya mwili wako, wanasema Waingereza ni time bomb. Wewe hujui. Yule ambaye anayejua ni yule amekwenda kufanya vipimo, akafanyiwa medical check-up, akafanyiwa x-ray, ultrasound, MRI, echo, akapimwa damu na choo. Daktari akamwambia wewe uko na ugonjwa wa kisukari, wewe una ugonjwa wa moyo, wewe una ugonjwa wa leukemia, kansa ya damu. Lakini mimi na wewe ambaye hatujakwenda kupima, tunajiona sisi ni wazima, unatembea, unajiona wewe bado kijana, kumbe kinachoendelea ndani humu inangojea dakika tu iweze kulipuka. Wangapi ambao wamekwenda kulala wakiwa wazima wakachapwa na heart attack, ikifika alfajiri unaambiwa jamaa alikufa kitandani yule. Na usije ukaghurika, labda umekwenda kupima kwa hospitali, ukafanya vipimo ya kila kitu, ukamwambia daktari, bwana nataka nipime mwili yangu yote, mpaka macho yangu, bongo langu, damu yangu, sauti yangu, kila kitu nipime. Ukapimwa, figo yako iko sawa, mapafu yako iko sawa, moyo wako uko sawa, matumbo yako iko sawa, kila kitu chako kiko sawa. Daktari akakwambia, mashallah shekhe, wewe namna afya yako ilivyokuwa nzuri ni sawa sawa na mtoto aliozaliwa. Usije ukaghurika kwamba madamu afya yangu ni nzuri,
Alhamdulillah, mimi bado nina safari ndefu kuishi hapa duniani, upate kujua kwamba hii ni nyama tu, sio chuma ya aluminium au metal, ni nyama tu. Unaweza kuambiwa asubuhi wewe ni mzima, ikifika jioni unaambiwa figo yako imekataa kupump damu, kusafisha damu. Moyo wako mshipa wake mmoja umetoka mahali pake. Mapafu yako imekataa kuchukua hewa, inabidi tukuwekee mashini. Ghafla wewe ni kiumbe dhaifu sana. Sasa fanya haraka sana kabla maradhi haijakuja kukuangusha wewe ikawa ni sababu ya wewe kutokwenda kufanya ibada ya haji. Kisha Mtume akasema, fa innahu qad yamradhu almarid wa tadhillu dhalla. Fanya haraka sana ukafanya ibada ya haji kabla malengo haijakuja kupotea. Malengo kuja kupotea maana yake sasa hivi unamtambua Mungu wako jamani, unaifuata dini yako na unaijua hii dini, unaswali swala 5 kwa wakati, unaamka salati alfajri, unakula halali, unatoa sadaqa, unasoma Qur'an, unafunga saumu za sunna, unaamka tahajjud, unawatendea watu khairi. Fanya haraka kabla malengo haya hayakuja kutoka katika maisha yako ukawa ni mtu mwingine tofauti. Wangapi ambaye leo wamekaa katika toaa, wanamwabudu Mola wao, wanafanya ibada mbalimbali, anaamiliana na watu vizuri. Kwa nini anayafanya yote haya? Ni kwa sababu Mwenyezi Mungu hajamtajirisha bado. Siku atashika 1,000,000 kwenye mkono wake hivi, ndio Uislamu itakushia hapo. Msikitini hutomuona tena, mambo ya harakati aliyokuwa nayo ya mambo ya dini itakushia hapo. Msikiti yenyewe atakuwa anakuja Ijumaa mpaka Ijumaa, wengine hata Ijumaa yenyewe haji, anakuja mpaka Idi uwanjani. Na wengine watakuwa wanakuja msikitini kwa sababu kuna mtu ambaye yeye anamdai, na huyu mtu hapatikani isipokuwa anapatikana msikitini. Hii ndio hali, ni fitna kubwa hii. Mtume sallam anasema, inna likulli ummatin fitna wa fitnatu ummati almal. Kila umma ina fitna yake, na fitna ya ummati wangu ni mali. Wangapi leo wamekaa katika taa, katika uchamungu, mashallah, anafanya ibada mbalimbali, ukimuona huyu anatembea katika ardhi ni mtu wa peponi huyu. Kwa nini anayafanya yote haya? Ni kwa sababu hajachaguliwa kuwa kiongozi huyu. Siku ile atakapokaa juu ya kiti kwamba wewe ndo chairman wetu, ndo mweka hazina wetu, yeye ndo governor wetu, yeye ndo mfalme wetu, rais wetu, kiongozi wetu, Uislamu itakushia hapo. Wangapi ambayo tumewaona jamani, hata kabla ya kupewa hii kiti chenyewe ameshabadilisha msimamo. Ndio Mtume anamwambia Abu Dharr, innaka mru'un dha'if, wewe huwezi, achana na mambo ya uongozi haya. Wa innaha satakunu khizyatun wa nadamatun yawm alqiyama, itakwenda kuwa ni fedheha na majuto siku ya kiyama. Unajua Waislamu, kuna hadithi Mtume sallam anaitaja katika Sahih Muslim, anasema hakuna mtu ambaye anayependa kufa, hakuna mtu anayependa mauti. Lakini wakati mwingine Mtume anasema mauti ni bora kuliko mtu kujiingiza kwenye fitna. Leo tunaona watu wameingiza katika mambo ya uongozi haya, amejitwika mzigo kwenye mabega yake, na alikuwa anaishi maisha mazuri tu, amekwenda amejiingiza katika haya mambo. Sasa hivi imekuwa ni fitna kubwa kwake. Sijui katika miji yenu huko Waislamu, hata wakati wa ukiangalia duniani viongozi wanavyotawala, angalia wakati wa campaign, watu walivyokuwa wanafanya campaign, ile fitna ambayo Waislamu, baadhi ya Waislamu wamejiingiza ndani yake, fitna kubwa sana, kiasi ambacho baadhi ya Waislamu wanaingia mpaka kwenye hekalu ya mabaniani siku ya ibada zao za kishirikina. Anakaa kwenye safu ya mbele ya kanisa Jumapili wakati watu wanafanya ushirikina wao, yeye amekaa pale anatafuta kura, na atachangia mambo mengi sana katika mambo haya, wala hajali. Na ndo akishachaguliwa, wala haula wala quwwata illa billah. Ni fitna hii. Bora ubaki katika hali ambayo uko ndani yake jamani, kuliko kujiingiza katika fitna. Na ndio unaona Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema,
Na binadamu katika hadithi hiyo hiyo, binadamu wengi wanapenda mali nyingi, hawapendi mali kidogo. Lakini Mtume anasema tupate kujua mali nyingi ni hisabu mbele ya Mungu, upate kujua hiyo. Ndio Mtume sallam anatoa mfano wa watu wawili watakaokuja siku ya kiyama, wanakuja kufanywa hisabu. Wanajuana hawa watu wawili, mmoja atafanywa hisabu yake alafu ataingizwa peponi. Huyu mwingine, yule mwenzake ashaingia peponi, itapita mwaka hajamuona mwenzie ambao walikuwa naye. Anaulizia, jamani, kila anaingia umemuona fulani, umemuona fulani? Itapita miaka 2, miaka 10, miaka 20, miaka 100, miaka 200, miaka 300, miaka 400. Baada ya miaka 500, Rasulullah sallam anasema ndo yule bwana anajikokota sasa, anafunguliwa mlango, anaingia peponi. Yule mwenzake anakutana naye, anamwambia, Sheikh, bwana, tumekungojea sana, tumepata starehe nyingi huku, umepitwa na vitu vingi, mbona umechelewa namna hii? Yule bwana atamjibu, atamwambia, alhisab, alhisab, alhisab. Nilikuwa nahesabiwa. Nilikuwa nahesabiwa ndururu, nimehesabiwa peni, nimehesabiwa shilingi, nimehesabiwa shilingi 5, shilingi 10, nimehesabiwa shilingi 20, shilingi 50, shilingi 100, 200, 500, 1000, moja baada ya nyingine. Ndio maana nimechelewa kuingia peponi. Kwa hivyo fanya haraka jamani, kabla mambo haya yasije yakakubadilikia ukasahau yote haya ukaona si muhimu. Ndio Mtume anamwambia Mwenyezi Mungu, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ewe mwenye kugeuza nyoyo za watu, ukaifanya ile nyoyo nzuri ikawa mbaya na ile mbaya ikawa nzuri kwa nia ya mtu mwenyewe, Mungu atakuweka mahali wewe mwenyewe unataka. Usije ukasingizia majaliwa hata siku moja. Thabbit qalbi ala dinik, iweke imara moyo wangu ndani ya dini yako. Wallahi, wangapi ambao wamekaa katika taa, unajua kwa nini? Ni kwa sababu hajaoa au mwanamke hajaolewa. Siku atakuja kuoa, mapenzi yatamzidi kiasi ambacho ule mwanamke atakachomwambia atafata, hata kama inamuudhi Mola wake. Msimamo wote itaisha. Kuna baadhi ya wanawake tumewahi kuyaona haya, anamwambia mume wake, wewe nini unaswali msikitini wewe? Hao wanaoswali msikitini hawa ni watu wenye madhambi makubwa. Wengine wameua, wengine wameiba, wamefanya mambo haya. Wewe una madhambi gani jamani? Wewe swali nyumbani tu. Anamwambia mume wake, wewe bwana unaikeeka ndevu, unaonekana mzee wewe. Unavaa kanzu kitu gani? Vaa suruali na shati bwana. Hii kanzu ni ya watu ambao wameshapitwa na wakati. Mume mwenyewe ni zege tu. Unajua maana ya zege? Zege maana yake ni mchanganyiko wa changarawe na kokoto na simiti. Anafata tu. Mwanamume naye anamwambia mke wake, wallahi mambo haya yanatendeka katika jamii zetu Waislamu. Anaolewa tu, mume wake anamwambia, sikiza bwana, kuanzia leo sitaki kuona unavaa mambo ya hijabu na majilbabu haya, hizi manguo za wazee. Nataka nikitembea na wewe barabarani watu wajue nimeoa kiumbe. Mwanamke maskini anawacha kwa sababu anataka kumridhisha Mola wake, wala anataka kumridhisha mume wake, wala hamjali mume wake. Mwenyezi Mungu samani. Kwa hivyo watadhillu dhalla, fanya haraka ukafanya ibada ya haji kabla malengo haya hayajakuja kupotea ikawa sababu ya wewe kukosa kwenda kufanya ibada hii na Mungu alikuwa amekupa uwezo. Wata'rudhul hajja, sababu ya tatu ambayo Mtume ameitoa hapa, na majukumu yasije yakapanuka kisha ukashindwa kwenda kutekeleza ibada hii. Sasa hivi wewe unaweza kwenda kufanya ibada ya haji, una mke wako na watoto 2 watatu, wazazi wako wako chini yako. Lau utakwenda kufanya ibada ya haji, familia yako nyuma huku hawatopata shida kwa muda wa mwezi na ambao utakayekuwa kule. Lakini fanya haraka kabla majukumu haya yasije kapanuka. Mara ghafla tu ndugu yako ulozaliwa naye tumbo moja akaja akaaga dunia, na amewaacha watoto 5 nyuma mayatima. Hawa watoto ukabebeshwa wewe kwenye mgongo wako. Mahitaji yao sasa inategemea wewe. Chakula chao, mavazi yao, shule yao, mahitaji yao, malazi yao, mavazi yao. Sasa lao utakwenda kutekeleza ibada ya haji, watoto wa ndugu yako huko watapata tabu.
Na unaona hapa baadhi wanazuoni wanasema fanya haraka ukafanya ibada ya hija kabla gharama za ibada ya haji haijakuja kuwa kubwa ukashindwa. Sasa hivi Mungu amekupa uwezo, unaweza, nenda ukatekeleza ibada hii. Gharama itakuja kuwa kubwa jamani. Na ni kweli sasa hivi gharama imekuwa kubwa. Wewe kama huna 600,000 700,000 ya Kenya, mambo ya haji wewe sahau. Waliyadhu billah. Yani imekuwa gharama haisemeki. Unajua mimi nimewahi kwenda haji na umra. Unapokwenda kule unakutana na watu wengi kutoka sehemu yote duniani. Mnafanya urafiki, mnajenga undugu pale, mnazungumza kila wakati, kila mmoja anamuuliza mwenzie sehemu aliyotoka, hali ya maisha vile ilivyo kule. Kuna jambo moja ambayo mimi nilikuja kuyagundua ambaye nikashangaa sana, kwa nini katika nchi yetu ya Kenya hii hakuna hili. Watu kutoka sehemu mbalimbali duniani, gharama ya hija katika nchi zao huwezi kuamini ni dola 500 ya Kenya. Dola 500 thamani ya Kimarekani, ambaye dola 500 ni kama shilingi 70,000 ya Kenya. Unajua inakuwaje? Wengi wa watu kutoka Palestine, kutoka Egypt, kutoka Yemen, kutoka Morocco hawasafiri kwa ndege kwenda haji, wanasafiri kwa meli. Na gharama ya meli kwenda na kurudi ni dola 100, ambaye ni shilingi 14,000 ya Kenya. Visa ni dola 100 vile vile, hiyo ni shilingi 28,000. Mambo mengine kule hoteli na mengineo wanayapanga wakiwa wamefika kule na chakula. Sasa katika nchi yetu ya Kenya, hawa ambao wanaosimamia mambo ya haji, kwa nini wasikuje na fikra kama hii wakawasailishia watu ambayo uwezo wao ni mdogo? Ndio hapa tunatoa ombi kwa wale ambao wako katika mstari wa mbele, Supreme Council ya Kenya, Baraza la Maimam, Jamia Mosque Committee, Leaders Forum, wafikirie ikiwa leo katika nchi yetu ya Kenya inaweza kupeleka maua dunia nzima kwa biashara, matunda ya avocado na matunda zingine, meli za watalii inatua hapa kila mwezi mara 2 mara 3. Kwa nini tunashindwa kuwapeleka watu ibada ya haji kwa kutumia meli jamani? Tukawafanyia watu wepesi kuliko hii safari ya ndege ambayo imekuwa ghali, imesababisha watu wengi leo wameshindwa kutekeleza ibada kama hii. Ndugu zangu Waislamu, leo Waislamu wengi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa nafasi ya kutekeleza ibada hii, na mpaka leo hawajakwenda kutekeleza ibada hii. Bado yeye anashughulika na mambo ya dunia yake tu, na Mungu amempa nafasi. Kuna bwana mmoja katika mji wa Nairobi anamiliki plot 4 alorithi kwa wazazi wake katika mtaa ya mabanda tu. Leo ni miaka 8 hajakwenda kufanya ibada ya haji toka aliporithi hizi ploti, na yuko peke yake na familia yake na mke wake na watoto wake. Wazazi wake washafariki, ndugu zake 2 washakufa, mali yote ni yake yeye. Sasa tunamuuliza, shekhe, mbona mpaka leo hujawahi kwenda kufanya ibada ya haji? Anasema, vipi nitakwenda kufanya ibada ya haji na hizi nyumba yataka kusimamiwa, wateja naye wanalipa kwa tabu, nyumba itakana repair kila wakati, mara sijui nitakana hii na hii. Sisi tukamuuliza, jamani, hii nyumba moja lao utaiuza plot moja hii, utapata pesa ngapi wewe? Wallahi huwezi kuamini, anasema katika hiyo mtaa mabanda, lao nitauza plot moja mimi nitapata milioni 60 ya Kenya. Sasa tukamwambia, kwa nini usiuze plot moja ukabakia na 3? Wewe na familia yako mkaenda kufanya ibada ya haji, kisha pesa iliyobakia ukaboresha maisha yako, ukanunua gari, ukafanya repair za manyumba mengine yale. Kwa sababu walojenga manyumba haya waliziacha, walonunua kwao wakaziacha, walorithi kwao wakaziacha. Wewe ambaye leo umeirithi kwa wazazi wako, wewe ndio utaishi milele. Unangoja nini jamani? Na Mungu amekupa nafasi hapa. Hii ni nafasi ya dhahabu ambayo uko naye. Itumie hii nafasi kujenga nayo akhira yako. Siwe unaifikiria dunia yako tu. Kuna bwana mmoja katika mji wa Nairobi anamiliki gari ya Prado, gharama yake ni milioni 5 ya Kenya. Unamuuliza, ushawahi kwenda kufanya ibada ya haji? Nitakwendaje bwana, mimi mwenyewe hapa ni hasla bwana. Na hustle. Kwa nini usiuze hii gari milioni 5 hii?
ukanunua gari nyingine milioni 2, milioni 3, wewe na familia yako mkaenda kufanya ibada ya haji. Hii gari unangojea kitu gani? Hii gari ni jeneza tu, hii unakaa ndani yake. Itumie kujenga nayo akhira yako. Kuna bwana ambaye anamiliki shamba Kajiado, eka 5 ya shamba, mpaka leo hajawahi kwenda kufanya ibada ya haji. So uze nusu ya eka, uza eka nzima. Sasa watu hawana mawazo ya dini yao, hawana mawazo ya akhira yao, ana mawazo ya dunia yake. Vipi nitaiboresha dunia yangu? Hata sisi tulokaa hapa wengi wetu, kila mmoja anafikiria bana, mimi inshallah nataka niwekeze ninunue nyumba, niwekeze ninunue shamba, niwekeze ninunue ngamia, niwekeze nipanue biashara yangu. Lakini wale ambao wana mawazo kwa bana, mimi nafaa kuwekeza, maana yake nafaa kusave baadhi ya pesa niende nikatekeleze ibada ya haji kama itawezekana mwaka ujao. Wachache ambao wana mawazo kama haya. Sisi tuna mawazo ya dunia tu, na hii dunia utakuja kuacha kila kitu hapa, hata ndururu hautoweza kwenda nayo. Sasa kwa nini usiitumie ambayo uko naye kuijenga naye akhira yako? Ndio hapa nikawaambieni Waislamu, ibada ya haji, Muislamu kuingia peponi, nafasi yake ni kubwa sana kuliko sehemu yoyote. Hii ibada ndugu zangu ni ibada kubwa sana, na mtu yoyote ambaye Mungu amempa nafasi asichelewe tena, kwa sababu jambo la kwanza, hakuna ibada ambaye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amewahi kutaja katika hadithi yake kwamba malipo yake ni pepo lao unaitekeleza isipokuwa ibada ya haji. Mtume hajawahi kusema kwamba ukiswali swala 5 utalipwa pepo. La, wewe umeswali, itategemea umeswali vipi, namna ulivyoswali ndio utalipwa. Tunaswali swala katika msikiti mmoja nyuma ya imamu mmoja, lakini tunapotoka hapa kila mmoja anapewa maksi yake, anapewa alama zake. Kuna watu ambao wanatoka na alama 9 juu ya 10 miongoni mwetu hapa, kuna wengine wanatoka na alama 8 juu ya 10, wengine alama 5 juu ya 10, wengine alama 3, wengine alama 2 juu ya 10, wengine alama 1 juu ya 10. Na kuna watu miongoni mwetu hapa tunaswali nao nyuma ya imamu mmoja, na swala ikimalizika anatoka na 0 out of 10, 0. Wewe unamuona mtu yuko ndani ya swala, kumbe yumo katika biashara zake kule nje, kwenye shahawa zake, matamanio ya nafsi yake. Imamu anapotoa salamu ndo anashtuka, la, kumbe nilikuwa ndani ya swala. Sasa hakuna mwenye kumuona hapa. Wewe leo unapotoa sadaka, unatoa zaka, ile kiwango ulichotoa ndo Mungu atakulipa. Umetoa shilingi 10 utalipwa 100, umetoa 100 utalipwa 1000, umetoa 1000 utalipwa 10,010. Na kadri ukihalisisha katika zaka na sadaka, Mungu naye anaizidisha ile thawabu. Umefunga Ramadhani, saumu ya Ramadhani au saumu za sunna, malipo yako Mungu peke yake ndiye anaijua. Mwenyezi Mungu anasema katika hadithi al-Qudsi, as-sawmu li wa ana ajzi bihi, saumu ni yangu mimi na mimi ndo ambaye nitakailipia. Lakini ibada ya haji, Mtume anasema al-hajju al-mabrur laysa lahu al-jazaa'u illa al-janna. Hija ambaye haina doa, hija iliyokamilika, haina malipo nyingine isipokuwa pepo. Sasa jambo ambayo inakupatia pepo wewe, unangoja nini tena? Na anayekuahidi pepo hapa ni Mungu muumba wako, anayekupatia hewa ya oxygen bure. Sasa hivi unapumua bure. Huyu ndio ambaye amekuahidi, si binadamu hapa duniani. Labda ni tajiri, ni mfalme, ni jamaa yako, anakuambia nitakujengea nyumba. Nyumba yenyewe ukishajengewa hujui kama utaingia ama hutoingia ndani hiyo nyumba, utakuwa hai ama ushakufa. Na lao utaingia ndani hiyo nyumba ya dunia, saa nyingine usipate raha ya maisha. Lakini nyumba ya peponi, wewe unangoja kitu gani jamani? Unangoja nini? Hii dunia unaikimbiza mpaka wapi? Na ndugu Waislamu, pateni kujua hii ibada ya haji ni miongoni mwa ibada 3 ambayo Muislamu anapozitekeleza ibada 3 hizi anarudi kama alivyozaliwa, mweupe kabisa, hana hata doa moja ya madhambi.
Katika hii hadithi na Sahih Muslim Mtume ametaja ibada 3, kisha hadithi nyingine akaitaja kando. Kuna ibada 4 kwa ujumla. Ukiyatekeleza ibada hizi unarudi kama ulivyozaliwa, mweupe kabisa, huna hata doa moja ya madhambi. Na hadithi imeona ni Sahih Muslim, kuna bwana mmoja akiitwa Amr ibn al-As. Huyu Amr kabla hajasilimu alikuwa ni adui mkubwa sana ya Uislamu, akimpiga Mtume vita, akiwapiga maswahaba vita, akiwafanyia kila aina ya khiana, kila aina ya mabaya. Hata maswahaba walipohamia Ethiopia, walipokwenda Habash, Makuraish walimtuma Amr ibn al-As aende kwa rafiki yake An-Najashi, mfalme Najashi kule Ethiopia, aende akatie fitina Waislamu watiwe ndani ama wauawe. Na Amr ibn al-As alibeba zawadi nyingi sana, akabeba dhahabu, akabeba nafaka na wanyama, akaenda kuhongana huko ili Waislamu wateswe, watiwe ndani ama wauawe. Lakini Jaafar bin Abi Talib alimshinda kwa hoja, na mfalme Najashi akamwambia, wallahi siwezi kukukabidhi hawa watu hata ukinipa jabali nzima ya dhahabu, wacha vitu ulikuja nayo hapa. Lakini miaka ilivyokatika, miaka zilivyopita, huyu Amr ibn al-As alikuja akasilimu. Sasa aliposilimu baada ya kula shahada, yale mawazo na kumbukumbu ya mabaya ambayo alikuwa akiwafanyia Waislamu ikawa inamwijia katika akili yake na moyo wake. Akawa anakumbuka yale mambo aliyomfanyia Mtume, yale mambo aliyowafanyia maswahaba. Basi Amr ibn al-As akakosa raha maskini, akaanza kulia tu, analia masaa 24, anashindwa kula, anashindwa kulala. Maswahaba wanamuuliza Amr, nini ya Amr, umeshasilimu, umo ndani ya nuru ya Uislamu? Anawaambia, mimi nitakuwa na sura gani mbele ya Mtume jamani, baada ya kumfanyia yote nilomfanyia? Mimi nitakuwa na sura gani mbele ya Jaafar bin Abi Talib? Nitakuwa na sura gani mbele ya Abubakar Siddiq? Basi Mtume sallam akapata habari kwamba toka Amr ibn al-As amepata habari, amesilimu, ameshindwa kula, ameshindwa kulala, analia tu. Basi Mtume akatoa amri, Amr ibn al-As aletwe mbele yake. Amr ibn al-As analetwa mbele ya Mtume, huko analia mpaka anatemeka. Mtume anamwambia, nini ya Amr? Ndio Mtume akamwambia mambo matatu haya. Akamwambia, ama alimta ya Amr anna al-islam yahdi ma kana qablahu, ewe Amr, wewe hujui kwamba mtu anaposilimu Uislamu inafuta madhambi yote ambayo mtu alikuwa anayafanya kabla hajasilimu. Unapomwona mtu anakula shahada hapa msikitini anasilimu au mahali popote pale, pata kujua huyu bwana amerudi kama alivyozaliwa, mweupe kabisa, hana hata doa moja ya madhambi. Wa anna al-hijra tahdimu ma kana qablahu, katika riwaya tahdimu ma kanat qablaha. Ibada ya hijra, mtu anapofanya hijra kama maswahaba walivyohama Maka kwenda Madina na dini yao na mali yao, hijra inafuta madhambi yote ambayo mtu alikuwa anayafanya kabla hajakwenda hijra. Na ndo hapa Mtume akasema, ambapo ni mahallu shahid, wa anna al-hajj yahdi ma kana qablahu, na ibada ya hajj inafuta madhambi yote ambayo mtu alikuwa anayatekeleza, alikuwa anayafanya kabla hajakwenda kufanya ibada ya haji. Ndio Mtume sallam akasema katika hadithi nyingine, man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yawmi waladatu ummu, mtu yoyote mwenye kwenda kufanya ibada ya haji wa lam yarfuth, hakumuingia mke wake. Unajua kuna baadhi ya watu ambao wanaandamana na wake zao wanakwenda haji, na mmoja katika mambo ambayo inaharibu hija ya mtu ni mtu kustarehe na mke wake wa halali kabla hajavua ihram. Ukistarehe na mke wako wa halali, hija yako imebatilika, na kafara yake ni kuchinja ngamia. Mtume anasema itabidi lazima uchinje ngamia, na mwakani itabidi tena utafute uwezo uende ukalipe. Sasa Mtume anasema, man hajja wa lam yarfuth, hakumuingia mke wake, wa lam yafsuq, hakufanya machafu nyingine yote ambayo ni kinyume na sheria. Hija ikimalizika, huyu bwana anarudi nyumbani ka yaumi waladatu ummu, kama siku alozaliwa na mama yake, mweupe kabisa, hana hata doa moja ya madhambi. Na ni kweli ibada ya haji wakati wetu wa sasa hii tunaiona katika tarehe, inaonyesha vile vile imewahi kubadilisha maisha ya watu.
Tunawajua watu hata katika mji wetu wa Nairobi, baadhi za miji walikuwa ni watu wabaya, watu waovu, wanajulikana na uraibu kadha wa kadha, lakini walipokwenda kufanya ibada ya haji inavyotakana kufanywa, leo wamerudi, watu wanawapigia mfano wao. Amana za watu huyu bwana ndo anawawekea pesa na amana zingine, na kabla ya hapo walikuwa wanajulikana mtu muovu tu. Lakini kuna baadhi ya watu wamekwenda kufanya ibada ya haji, hawakuifanya inavyotakana kufanywa. Amekwenda tu basi ionekane kwamba ameenda kufanya ibada ya haji, ameenda amerudi. Katika majina yake ameongeza jina moja sasa hivi, anaitwa Al-Hajj Abubakar Tafawa Balewa. Lakini njoo muangalie huyu anaitwa Al-Hajj mwanzo, na Al-Hajj yenyewe ni sawa na mbingu na ardhi. Kwanza mtu kujiita Al-Hajj ni bid'a. Ushawahi kumuona mtume anajiita Al-Hajj Muhammad ama Abubakar Siddiq anajiita Al-Hajj Abubakar? Hii ni jina ambayo imeletwa na watu, wameizusha watu ili kujifakhiri mbele ya watu. Tena ukimuita kwa jina yake mwenyewe anakasirika. Muite Muhammad anakasirika, muite Haji. Umefahamu? Hii ni jina watu wameyavumbua wenyewe ili kujifakhiri na kujisifu mbele ya watu, kwamba bwana, mimi si mtu wa kawaida, mimi nimekwenda haji bwana, mimi si kama watu wengine hawa bwana. Sasa unataka kumuonesha nani? Lakini njoo uangalie huyu anayejiita Al-Hajj, illa man rahim Allah, wachache miongoni mwao, tabia yake na Al-Hajj ambaye anajiita nayo ni sawa na mbingu na ardhi. Kuna mmoja katika mji wetu kule anawaambia watu, mimi namshukuru Mungu jamani, nimewahi kwenda kufanya ibada ya hija mara 19 tu. Mara 19 tu, maana yake bado ni ndogo hii, nataka niongeze nyingine. Lakini njoo muangalie sasa huyu bwana, wewe mwenyewe utashangaa namna tabia yake ilivyokuwa nzito, mpaka watu wanauliza, jamani, haji ndio inawafanya watu hivi? Kumbe amekwenda kiholela tu, hakutekeleza masharti yake, hakutekeleza nguzo yake, hakuisomea ibada hii, akaenda ovyo ovyo tu. Ndio unaona hii hija, mtu anakwenda anarudi, unamuuliza katika haji umefanya haja aina gani wewe? Hajui. Kwa sababu kuna haja aina 3. Kuna haji tamattu, kuna haji qiran, kuna haji ifrad. Mtume alipokwenda haji alifanya haji tamattu, na kila mmoja ina sheria zake na nguzo zake. Upate kujua unafanya haja aina gani, masharti ya hija ni gani, nguzo zake ni gani, mambo gani ambayo inabatilisha haji ya mtu. Mtu anaenda haja anarudi, bali ya tuone athari ya hija kwenye maisha yake, akisifia ibada, akisifia namna alivyofanya ibada kule na mengineo, anasifia mabuilding tu. Nimeona majengo huko sijawahi kuona duniani jamani, building marefu. Kuna mmoja alirudi akamwambia watu, wallahi nimeambiwa nimeiona baskili ya Nabii Musa kwenye roundabout ya Jeddah. Musa alikuwa na baskili jamani. Tuone unaleta fikra, mashallah, nilifanya umra, tawaf, nimepata faida kadha na kadha. Angalia mfano, kila kipengele katika ibada ya haji kuna durusun wa ibar, kuna mambo ya kuzingatia na mafunzo maalum. Hata unapovaa ile ihram, wanazuoni wanasema, miongoni mwao Sheikh Al-Uthaymeen, ile ihram mwanamume anavaa taulo 2 kama taulo moja, unavaa kwenye kama taulo chini kama kikoi, na moja unaweka kwenye mabega yako hapa. Wewe mwanamume uruhusiwi kuvaa hata vesti ya ndani wala chupi ya ndani. Wanawake wanavaa hijabu yao ya kawaida. Lakini hili vazi lao unaivaa wewe, ina mafunzo 3 kwa mtu mwenye kufahamu. Sasa unaona, tukawaambieni mtu mwenye anaisomea ibada hii atapata kuathirika. Hii vazi, funzo la kwanza, inamkumbusha Muislamu sanda yake siku utakapofariki. Na ni kweli, utakapoivaa hii vazi ya ihram utakumbuka sanda yako. Mtume anasema, vaeni vazi lenu nyeupe, wakafinu fihi mautakum, na mkafini naye maiti yenu. Utakumbuka, mimi niko ndani ya sanda. Na lau unakufa ukiwa unavaa ihramu hii, utazikwa nayo, tena utavishwa naye. Maana yake kichwa haifunikwi, kwa sababu hakuna nafasi ya kichwa. Na ndio Mtume alivyowahimiza maswahaba, na siku ya kiyama utafufuliwa naye. Mtume sallallahu anasema, sallallahu alayhi wasallam, man mata muhriman bu'itha yawm alqiyamati mulabbiyan, mtu yoyote mwenye
mwenye kufariki huko anahirimia Makkah, siku ya kiyama atafuliwa, atatoka ndani ya kaburi yake huko anapiga talbia, anamwambia Mwenyezi Mungu, labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Watu wanatoka kwenye makaburi, yeye anatoka huko anapiga talbia, na hii ni ishara nzuri hasa siku ya kiyama. Manake mafunzo ya pili inatukumbusha si binadamu, unapovaa ili vazi la ihram inawakumbusha binadamu kwamba watu wote ni sawa mbele ya Mungu. La fadla ala al-arabi lil-ajami wala al-ajami lil-arabi illa bittaqwa inna akramakum inda Allahi atqakum. Hii vazi watu wote wanaivaa, haijalishi cheo chako, kabila lako, rangi yako, umetoka nchi gani, wewe ni nasaba gani, haiangaliwi hiyo. Mfalme wa nchi atavaa vazi hii, rais wa nchi atavaa hii, matajiri duniani kuliko wote hii ndio vazi lao, na ule maskini kuliko wote, fakiri manake, yeye vile vile atavaa vazi kama hiyo. Watu wote ni sawa mbele ya Mungu. Yule aliyekuwa mbora mbele ya Mungu ni yule ambaye ni mchaji Mungu. Mtume wa sallam anasema Mwarabu si mbora kuliko asikuwa Mwarabu, na asikuwa Mwarabu si mbora kuliko Mwarabu. Hii ni rangi tu, rangi tu. Damu yako wewe mweusi inaweza kanisaidia mimi mweupe, mimi mweupe yangu ikakusaidia wewe, na figo yangu naweza nikatolewa nikakupa wewe, na mambo yote yanafanya kazi sawa. Wewe unajifakhiri, mimi kabila yangu, rangi yako, kitu gani hii ambayo unajifakhiri naye? Mtume anawaambia maswahaba, da'uha fa innaha muntina, acheni mambo ya ukabila haya, kwani hii ni rangi ni harufu mbaya hii. Wewe unajifakhiri na ukabila, unamdharau mwenzie kwa sababu ya kabila lako, kwa sababu ya rangi yako, kwa sababu ya nchi yako. Nchi yako ndo nini sasa? Ukishazaliwa katika nchi fulani, hiyo nchi ndo janna, ndo nini hii? Inaonyesha watu wote ni sawa mbele ya Mungu. Yule ambaye ni mbora ni yule ambaye ni mcha Mungu. Na faida ya tatu inakukumbusha wewe Muislamu, ukivaa hii vazi, siku ya kiyama tutakaposimamishwa mbele ya Mungu, wa nufikha fi sur fasa'iqa man fi samawati wa man fi al-ardi illa man shaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun. Tutakapofufuliwa siku ya kiyama, tukitamaki tumesimama katika uwanja wa mahshar tukiwa uchi kama tulivyozaliwa. Bi Aisha anamuuliza Mtume, Rasulullah, wanaume na wanawake kila mmoja yuko uchi, wataangaliana wao kwa wao. Mtume anamwambia Aisha, al-amru ashad, mambo ni mazito. Hakuna mtu atathubutu kumwangalia uchi ya mwenzie kwa namna mawazo yake ilivyo. Anafikiria, mimi hali yangu itakuwaje? Nitavuka mtihani ama siwezi? Nitakuwa miongoni mwa watu wa peponi au watu wa motoni? Nitakapoulizwa nitajibu nini? Atakuwa na time gani ya kuangalia uchi ya watu? Sasa katika uwanja wa Arafa hasatan, watu wote wamevaa vazi aina moja nyeupe. Utakumbuka siku ya kiyama namna tutakavyosimamishwa mbele ya Mungu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuhukumu wakati huo. Ndugu zangu Waislamu, naona wakati umekwenda, lakini hapa nataka nitaje baadhi ya mambo ambayo ni muhimu katika mada hii. Kama nilivyowaelezeni kwamba ibada ya haji kwa mtu mwenye kufahamu, nafasi yake ya kuingia peponi ni kubwa sana, hauwezi kuipata sehemu nyingine yote. Jambo la kwanza ndugu zangu, utakapofika pale Makka, kwenye haram ya Makka, labda ndo mara ya kwanza umefika pale, sasa unaiona al-Kaaba mbele yako live. Hii si picha wala sio TV. Utabubujikwa na machozi sana, utalia sana, na utakumbuka hii sehemu Mtume aliwahi kuwa hapa, na maswahaba ridwanullah alaihim, watu tukufu walikuwa hapa, na matukio ambayo iliwahi kutokea katika hii sehemu. Wamewahi kuangamizwa watu, ashabul fil. Abraha anakuja na majeshi yake ya ndovu kutoka Yemen, anakuja kuivunja al-Kaaba. Mwenyezi Mungu anatuma majeshi yake ya ndege. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
majeshi ya ndege, na kila ndege imebeba jiwe kutoka ndani ya moto wa Jahannam. Tarmihim bihijaratin min sijil, jambo la ajabu, mawe kutoka motoni haimchomi huyo ndege aliyoibeba. Ndege kama njiwa hivi anapuruka na mabawa yake, lakini ikianguka kwenye mwili wa mtu inamsaga saga. Tarmihim faj'alahum ka'asfin ma'kul, kama kitu kilicholiwa katapika mtu, au matope iliyosagika. Imetokea kwenye Al-Kaaba hapa. Wewe ukijua mambo yote haya, subhanallah, utapata athari kubwa sana. Lakini kwa sababu ya wakati, ndugu zangu, wewe lau utaswali swala moja kwenye msikiti wa Makka, kwenye Al-Kaaba, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema utaandikiwa kwamba umeswali swala 100,000. Hatukuambii kwamba utapata thawabu 100,000. Utaandikiwa swala moja yako umeswali swala 100,000, 100,000. Kwa hivyo ina maana ukiswali swala 5 za faradhi tu kwa siku, wewe umeswali swala 500,000. Na ndio unaona wanazuoni wanasema madamu Mtume amesema ni swala, haijalishi ni swala za sunna au swala za faradhi. Kwa hivyo lao utachanganya ya faradhi na sunna kwa siku moja, haukosi swala 1,000,000 kwa siku. Na lao utaswali za faradhi peke yake, siku moja 500,000 swala 5, siku ya pili 500,000, ni swala 1,000,000. Ambapo kwa hii umri ambao tunaishi hapa duniani, hakuna mtu anaweza akafikisha swala 1,000,000. Tuchukue mfano, sisi tunaishi miaka 80 hapa. Sasa piga mahesabu, katika umri wa miaka 80 kwa siku unaswali swala ngapi wewe? Tuchukue mfano unaswali swala 10. Swala 10 kwa siku, kwa mwezi hiyo ni swala 300. Swala 300 kwa mwaka ni swala 3600. 3600, 3600, fanya kwa hisabu ya miaka 80. Kuna mtu ana simu hapa, afanye hisabu ya haraka haraka tu. Haifiki zaidi. Hapana, inafika 400,000 na swala 3600 kwa siku kwa miaka 80. Kwa mwaka 80, kwa miaka 80 inafika 400,000 na haifiki hata 500,000 kwa miaka 80, ambapo utaipata hii katika ibada ya haji kwa siku 2 tu, swala 1,000,000. Je, ukikaa mwezi mzima huko wewe una swala ngapi? Ndio nikawaambieni mtu kuingia peponi katika ibada ya haji nafasi yake ni kubwa sana. Angalia mfano, leo ukienda katika ibada ya haji, kila baada ya swala ya faradhi, ukishamaliza kuswali faradhi, mfano wa dhuhuri, alasiri, magharibi, isha, alfajiri, pale pale inatangazwa kwamba kuna swala ya jeneza. Na sisi tulipokwenda, wale wenyeji wetu wanatuambia kuanzia leo tutawaambieni katika kila swala kuna jeneza ngapi. Na wallahi kama kuna watu wanakufa duniani, watu wanakufa katika mji wa Makka, watu wanakufa, subhanallah. Hii ni fadhila ya Mwenyezi Mungu jamani. Dhalika fadlullahi yutihi man yasha. Mtu anaondoka hapa anakwenda, Mwenyezi Mungu anamjalia anakufa katika ardhi takatifu kama hii, anazikwa katika sehemu ambayo maswahaba walizikwa. Hii ni neema ya Mwenyezi Mungu. Ndio unaona wewe unapoondoka hapa, waage watu wote, sameheana watu wote, hujui unaenda utarudi ama uwezi. Watu wanakufa, si mchezo. Na si kwamba eti wanagongwa na gari ama labda wanajiua, hapana. Ni neema ya Mungu tu amewapa. Mtu anakuwa mgonjwa, mtu ameanguka. Hata sisi tulipokuwa kule, nakumbuka katika umra, kuna watu 2 wameanguka katika swala ya tarawih, na mmoja ameanguka tukiwa katika qiyam saa 8 za usiku. Na uwezi kuamini wale watu walivyojipanga ile nchi, dakika 5 ni nyingi, habari imeshaenea, mapolisi washakuja pale, watu wa ambulance, jamaa shachukuliwa na swala inaendelea, nyinyi hamna habari. Sasa wale wenyeji wetu wakatuambia kuanzia kesho tutawaambieni katika kila swala kuna jeneza ngapi. Wakaanza kutuambia, wakasema leo salati al-fajr kuna jeneza 22, salati dhuhuri kuna jeneza 36, salati al-asri kuna jeneza 8, salati al-maghrib kuna jeneza 12, salati al-isha kuna jeneza 44. Na hii ni kila siku toka tulipokuwa kule. Subhanallah, watu wanakufa.
Sasa kwa nini niwaelezeni mambo ya kufa haya? Ni kwa sababu ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa maana al-kalimi, yani kwa sababu ya wakati, mtu yoyote ambaye atakayemshughulikia maiti, ukamwosha maiti, ukamvisha sanda, ukamswalia, ukaenda ukamzika, ukafanya vitu vinne hivi, au ukafanya mawili katika haya au matatu, ima ulimswalia na kwenda kumzika tu, Mtume anasema falahu qiratan, utalipwa majabali mawili ya thawabu. Na ikiwa utamfanyia mmoja katika hizi nne, mfano wewe ulimswalia tu basi, ama ulienda ukamzika makaburini basi, utalipwa jabali moja ya thawabu. Na katika riwaya jabali moja inayokusudiwa hapa ni mfano wa Jabal Uhud, ambaye kwa mtizamo tulioangalia kule ni mkubwa kuliko Mount Kenya. Ndio unaona Abdullah ibn Umar aliposikia hadithi hii akamwambia Abu Huraira ambaye anaishi msikitini, utakaposikia kuna jeneza aina yoyote na kuomba usiache kuniambia ili nisikose fadhila hii. Leo inaletwa jeneza msikitini, mtu anauliza mwanzo anakufa nani huyu? Ikiwa hamjui, wacha kwenda kumzika, hata kumswalia pia hamswalii. Unaacha jabali nzima hapa. Ndio unaona wanazuoni wanasema madamu Mtume amesema ni jeneza moja, utalipwa jabali moja ikiwa umemswalia peke yake. Jeneza imekuja 10, wewe una majabali 10 ya thawabu. Ikiwa imekuja 100 kwa siku, wewe una majabali 100 ya thawabu. Ndio nikawaambieni jamani, mtu kuingia katika ibada ya haji, kuingia peponi ni nafasi kubwa sana. Unajua wewe utakapokuwa unazunguka ile al-Kaaba, na hii al-Kaaba utaizunguka sana, wacha ile tawafu al-qudum ambao unaanza naye, kuna tawafu ifadha, kuna tawafu al-wida, wacha hizo. Wewe unajua katika msikiti wa haram ya Makka, tahiyatul masjid ni tawafu raundi 7, na ina faida yake nyingi. Kwanza pale dua, mbingu ziko wazi. Unajua unapotoka katika rukunul yamani, unajua al-Kaaba ndo hii hii ndo al-Kaaba. Kutoka katika kona hii mpaka hapa mahali Hajar al-Aswad ipo, kutoka hapa mpaka hapa Mtume anatufundisha kwamba unafaa kusema dua moja tu, na hii dua inaitwa jawami'id dua. Ni dua ilobeba kila kitu unachohitajia wewe. Unasema nini? Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Unarudia mpaka unatoka hapa mpaka unapofika hapa. Rabbana atina fid dunya hasana, Mwenyezi Mungu tunakuomba utupe katika dunia hii mema. Sasa wewe taja mema yote ambayo unaijua hapa duniani, imo ndani ya hii dua. Yote unaitaka wewe. Wa fil akhirati hasana, na utupatie mema yote kule akhira. Taja mema yote unaijua ambayo inaipatikana akhira, imo ndani ya hii dua. Wa qina adhaban nar, na Mwenyezi Mungu tunakuomba utuepushe na moto wa jahannam. Sasa hii Hajar al-Aswad iko hapa kwenye kona hapa. Hapa ndo mahali ambapo utakapoanza kufanya tawaf, utaanza kuzungukia kutoka hapa. Na wewe utakapokuwa unatoka hapa kwenye Hajar al-Aswad ukizunguka mpaka hapa, kutoka hapa mpaka hapa, dua hapa ni mustajab, mbingu ziko wazi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema unaomba kwa lugha unaijua wewe, unajiombea mwenyewe, unataja majina za watu ambao unawajua duniani hapa na wale ambao wameshafariki, na unaiombea hii umma. Lakini kuna kitu ambacho nataka niwaambieni hapa. Unajua kwenye kona hapa kuna al-Hajar al-Aswad, kuna jiwe jeusi. Hii jiwe jeusi asili yake imetoka peponi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema al-Hajar al-Aswad min al-janna. Nazala al-Hajar al-Aswad min al-janna wa hiya ashaddu bayadan min al-laban. Yani hii jiwe jeusi iliteremshwa kutoka peponi ikiwa nyeupe zaidi ya maziwa. Baada Nabii Ibrahim na Ismail kujenga al-Kaaba, Mwenyezi Mungu akampatia Jibril akaiteremsha hii jiwe ikiwa nyeupe kuliko maziwa. Kisha Mtume anasema fasawadatuhu khataya bani Adam, madhambi ya binadamu ikaifanya hii jiwe ikawa nyeusi. Ndio maana ikaitwa al-Hajar al-Aswad. Hii jiwe
haimnufaishi mtu wala haina madhara, kama Saidina Umar alivyozungumza naye. Saidina Umar alipokwenda kuibusu, kwa sababu katika sunna inatakana uibusu na mdomo wako, uende ukaibusu pale, na ikiwa uwezi kubusu kwa sababu ya msongamano ya watu, uiguse na mkono wako, uibuse mkono wako. Huwezi kuigusa kwa mkono wako, uiguse na bakora yako, ibusu ile bakora. Hauwezi, basi Mtume anasema ashiria tu, kwa sababu watu ni wengi hapo, ashiria kwa mkono wako. Haina madhara wala haina manufaa. Saidina Umar alipokwenda kuibusu, alizungumza naye ili jiwe, akaiambia inni a'lamu annaka hajarun la tadhuru wala tanfa, mimi najua wewe ni jiwe kama mawe zingine, hauwezi kunidhuru wala kuninufaisha. walaula anni raaitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk, lau kama nisingemuona Mtume anakubusu, mimi pia nisingekubusu. Mimi nakubusu kwa sababu Mtume nakubusu, lakini huwezi kuninufaisha wala kunidhuru. Lakini Waislamu nawaambieni, lao utapata kuibusu ili jiwe, moyo wako utafurahika furaha ambazo hazina kifani. Hujawahi kufurahi namna hiyo, utafurahi mpaka utalia. Unajua kwa nini? Kwa sababu umebusu jiwe kutoka peponi, si mawe ya duniani. Na ukishabusu utatoka pale, kuna mawazo itakuijia, utalia sana, bwana wacha mimi nirudi tena, ile furaha ambayo uko naye. Unajua katika sehemu ya peponi katika ibada hii, safari hii ya haji, mmoja ambaye ni peponi, sehemu ya peponi ni hiyo jiwe jeusi. Hiyo ni sehemu ya peponi katika ardhi. Nyingine inapatikana kule Madina, ambapo haihusiani na ibada ya haji. Kuna Raudha, alafu kuna Jabal Uhud. Katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema Jabal Uhud ni katika majabali ya peponi vile vile. Jabal Uhud yuhibbuna wa nuhibbu, katika msikiti wa Madina ya Makka ya Madina, msikiti wa Mtume ya Madina. Hakuna msikiti uliokuwa mkubwa kama msikiti wa Madina. Msikiti mkubwa ya ajabu, subhanallah. Unajua msikiti wa Kaaba ya Makka ni kubwa kwa sababu kibla ni round, watu wote wanaelekea Kaaba. Lakini leo unachukua msikiti kama hii ambayo tunaelekea sisi Kaaba, kama tunavyofanya katika msikiti wetu huu wa Tauba hapa, basi msikiti wa Madina ni kubwa jamani. Yani katika mahesabu yetu ya haraka haraka hapa Kenya, msikiti uliokuwa mkubwa Eastern Central Africa ni Jamia Mosque ya Nairobi. Hii Jamia Mosque ya Nairobi inaingia ndani ya msikiti wa Mtume ya Madina mara 60. Na waambieni jamani namna ilivyokuwa kubwa yani. Lakini jambo la msingi hapa ni kwamba Madina utakwenda ili kwa sababu ya kwenda kuswali katika msikiti wa Mtume, na ukiswali katika msikiti wa Mtume utaandikiwa kwamba umeswali swala 1000. Kule Maka ni swala 100 kwa kila swala moja. Hapa Madina ni swala 1000 kwa kila swala moja. Na upate fursa ya kwenda katika sehemu ya peponi ndani ya msikiti wa Mtume. Hii sehemu inaitwa Raudha. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametaja katika hadithi ambayo ni sahih, ma baina baiti wa mimbari rawdhatun min riyadil janna, baina ya nyumba yangu na mimbari yangu. Unajua nyumba ya Mtume na msikiti ilikuwa imeshikana hivi. Sasa unaiona nyumba ya Mtume ile pale, na mimbari ya Mtume unaiona, si kama hii ilivyokuwa fupi hivi ni ndefu, unaiona katika msikiti wa Mtume. Sasa Mtume anasema baina ya nyumba yangu na mimbari yangu ni bustani miongoni mwa bustani ya peponi. Na pale utakapoingia utaswali rakaa 2, utasujudu, utamuomba Mwenyezi Mungu, mbingu ziko wazi pale. Na wallahi utakaposujudu katika sehemu hiyo utalia sana, utafurahi sana, na utakumbuka, wenda mimi niliposujudu ndo pia Mtume alisujudu. Niliposujudu ndo Abubakar pia alisujudu, na Umar alisujudu, na Uthman na Ali na maswahaba wengine. Utajiuliza, jamani mimi ni nani hata niweze kupewa nafasi kama hii? Sehemu ya peponi katika ardhi. Ndio utakapotoka hapo unakwenda nje, mlango ya kutokea na mlango ya kuingilia ni tofauti. Ukitoka nje ya mlango ya Raudha unakutana na kaburi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unaiona kaburi ya Mtume mbele yako, imefunikwa, ingawa unaiona kwa tundu hivi, unaweza ukaona kwa ndani, ingawa hauwezi kuona katika njia nzuri, lakini unamhisi Mtume yuko mbele yangu hapa. Na utakumbuka mambo mengi sana. Utamtolea Mtume salamu, assalamu alayka ya Rasulullah,
utakumbuka mitihani ambayo Mtume alipitia, vita alivyopigana, maudhi aliopewa. Hii dini imetoka mbali jamani Waislamu. Sisi tumeipata kwenye sahani ya chai, tunaichezea tu. Na utaipata kaburi ya Abubakar Siddiq, mbele ya kaburi ya Mtume utamtolea Abubakar Siddiq salamu, assalamu alayka ya Abubakar As-Siddiq. Mbele ya kaburi ya Abubakar kuna kaburi ya Umar, assalamu alayka ya Umar. Ndio ukitoka hapo sasa unakwenda Baqi. Baqi ndio sehemu ambayo maswahaba walizikwa, ndio sehemu ambayo maswahaba walizikwa, na mpaka leo haijai, watu wanaendelea kuzikwa na watu wanazikana mpaka kiyama itakaposimama, kwa sababu wanafuata sunna ya Bwana Mtume. Hakuna kujengea maiti, hakuna kuweka alama, hakuna kuweka kupanda maua, hakuna kupaka rangi, kuweka jina ya mtu pale, hakuna. Haitosaidia chochote, wala hujui kaburi ya sahaba gani iko wapi na ya nani ni nani. Unaambiwa ni area hii tu, itakusaidia nini sasa wewe? Kuna mambo mengi ya kuzungumza hapa, lakini acha tuiachie hapo. Lakini ndugu zangu Waislamu, naona wakati umeshatukata, na kila mmoja wetu ambaye ana uwezo wa kwenda kufanya ibada ya haji na hajaenda, asichelewe tena kuanzia sasa. Na ikiwa huna mipango, anza kufanya mpango kuanzia sasa. Uende na pesa zako za halali na utaona matokeo yake, na Mwenyezi Mungu akikutoa